Hali ya sitofahamu imeendelea kuibuka baada ya kifo cha mwanaume anayefahamika kwa jina la Steve, maarufu kwa jina la Kabendera, aliyefariki katika kata ya Bara mkoani Arusha baada ya mke wake kudai kuwa alijinyonga chumbani wakati yeye akiwa anaoga bafuni, huku ikielezwa kuwa kabla ya kifo chake alifungiwa katika duka la mke wake lililopo katika maeneo ya Mianzini kwa saa zaidi ya moja kutokana na ugomvi. Majirani walioshuhudia tukio hilo wanadai kuwa kulikuwa na ugomvi uliopelekea mwanaume huyo kufungiwa dukani, lakini wasamaria wema walipoona kitendo hicho walichukizwa nacho na kumfuata mke wake na kulazimisha afunguliwe, ndipo ambapo alitolewa kwenye duka hilo. Kwa majina mimi naitwa Alfred, lakini wananifahamu kwa jina la Pacha. Hapa tuko maeneo ya Mianzini, eneo la ofisi ya kijiji, kata ya Kiranyi. Kitu nilichoshuhudia mimi wakati nafunga ofisi yangu ni ofisi ni hapa Moonshine Adware. Situation niliyoiona hapa, kulikuwa kuna ugomvi baina ya mama na mzee wetu kidogo hapo. Inaposemekana waliungana kwa pamoja wakajaribu kumpigia simu akamrudisha eneo la tukio na akamfungulia mlango, na pia yenyewe kwa msaada wa watu walipokuwa inasemekana hapo walimchukua akamshika mkono wakaondoka naye. Sasa sikujua kwa mbele kilichoenda kujiri ni kitu gani. Huwa anakuja maana sasa si ni mume wake na hii pia ni ofisi yao, maana yake wametafuta pamoja. Wito wangu mimi na mtazamo wangu mimi kama kijana, kuna stage ambayo ikifika mkiwa mnaishi mume na mke au mkiwa wana familia, ikitokea mmegombana au ikitokea labda kuna utofauti kati yenu, so lazima mpaka ifikie situation ya kwamba mpaka kuleteana matatizo kama kifo au matatizo mengine pia. Alkazalika pia, kwa mfano mimi ningependa kuomba kitu kimoja kwa vijana wenzangu na hata pia wazazi wetu pia, maana wenyewe wameishi kwa kutuonyesha njia ni wapi tupite sisi vijana ambao kufikia stage waliofikia wao. Sasa mimi ningependa kwamba ikitokea labda kuna situation labda kuna utofauti baina yao watu wawili, basi watengane hata kwa muda, kila wezi jua labda pale mtu yuko kwenye hali gani, afu kitokea kama leo unamfungia ndani, ikitokea amezidiwa pia inakuwa ni tatizo. Mimi wito wangu kwa vijana wenzangu na pia kwa baba zangu na mama zangu ni kwa jambo kama lililotokea hapa kwa ndugu zetu, inapaswa pia tujifunze kutokana na tukio lililotokea, kwa sababu kama watu wameweza kutembea safari moja mpaka kwa stage na umri waliofikia, pia hata sisi vijana pia ndio njia tutakaopita kuelekea kwenye stage waliopo nao pia wao. Pamoja na hayo, AyoTV pamoja na millardayo.com imefika katika duka ambalo Steve alilokuwa akifanya biashara maeneo ya CCM mkoa na kuzungumza na majirani, ambapo wameeleza hali ya Steve aliyokuwa nayo kabla ya kupata taarifa za kifo chake. Kwa jina naitwa Jasmine, jirani wa marehemu Steven. Nilikuwa nafanya naye kazi ofisi moja. Nikawa namuuliza kama jirani au mfanyakazi mwenzake hapa. Akaniambia kwa kiukweli hayuko sawa. Kuna mambo kidogo yanamuumiza kichwa. Nikamuuliza ni mambo gani? Akasema acha tu mdogo wangu. Kiukweli nilipofika ni pabaya sana. Mchana tukao tumekaa naye mpaka mchana, akawa anazunguka hapa. Akala chakula cha mchana. Akasema ufunguo wa ofisi yake uko umepotea. Akaja hapo tu akavunja kufuli, likaweka kufuli jipya. Kiukweli ile kufuli aliniletea mimi likiwa jipya, nikalichukua, nikafunga ile ofisi pale, akaniachia funguo zake. Akasema kwa kweli hizi funguo naomba usimpe mtu yoyote, nimekuachia, utampa tu mlinzi kwa usalama wa chumba chake basi. Ndio alivyoondoka, sikuonana naye tena mpaka mauti ulivomkuta. Ni kweli kuna mwanamke ambaye anafanyaga naye kazi hapa. Sijajua sasa ni mke wake au ni nani. Kiukweli ukiwa unamuuliza anasema tu ananipa stress. Kwa kweli sijajua ni ugomvi wa design gani alikuwa ana ugomvi. Sikujua ni ugomvi wa design gani, maana alikuwa anadai tu ana stress. Sasa sijui stress ni za nyumbani au ni za kazini. Taarifa tulizozipata, alikuja huyo mwanamke hapa asubuhi. Akasema kuna taarifa amezisikia, lakini taarifa hizo hana uhakika nazo. Tulipomuuliza aliondoka. Baada ya kuondoka nikachukua jukumu la kumpigia mke wake simu na kumuuliza, ndio akatupa taarifa kuwa Steven amejinyonga, hayupo tena. Naitwa Aisha, nafanyia kazi maeneo haya. Jirani yetu alikuja hapa akazunguka maeneo haya, lakini alikuwa amelewa. Baadaye akala chakula cha mchana akaondoka. Alibadilisha tu kufuli akaondoka, akaacha kufungua hapa. Asubuhi ndio ikawa kama hivyo. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Alikuwa ni mcheshi, alikuwa na ugomvi na mtu.
hata akiwa amelewa ananyamaza zake, anakaa anajiondokea.